Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji wangu, Mungu akubariki pale ulipo. Nilikuwa na tafakari nafikiri kwa ajili ya haya mambo ambayo yanaendelea sasa juu ya vita vya Marekani dhidi ya Iran, Marekani pamoja na Israel. Lakini sisi kama watu wa rohoni tunavitazama vipi? Nilikuwa pia nikatimia nikisikia baadhi ya wachambuzi wakichambua. Lakini nikasema ni vipi katika Biblia? Je, jambo kama hili halikuwepo au halikuandikwa? Moja kwa moja nikawa nimepelekwa katika ile Yeremia, ile sura ya 49. Nitasoma pale Yeremia 49, nasema neno la Bwana lilimjia Yeremia, ule mstari wa 34, nabii juu ya Elamu, mwanzo wa kumiliki kwake mfalme Sedekia mfalme wa Yuda, kusema, Bwana wa majeshi asema hivi, tazama nitavunja upinde wa Elamu ulio mkuu katika nguvu zao, na juu ya Elamu nitazileta pepo 4 toka pembe 4 za mbingu, nami nitawatawanya hata pembe 4 zote, wala hapana hata taifa ambalo hawatalifikia watu wa Elamu ambao wamefukuzwa. Sasa kwa habari ya Iran ambayo kwenye Biblia inasomwa kwa ukubwa wake kama Persia, inafahamika kama Persia katika historia, kwamba ndio ule ufalme wa Umedi na Uajemi, msingi wake ulikuwa huko. Ni kama ile wanaita linchpin. Linchpin ni kama vile ambavyo unaona umoja wa Sovieti na nchi ya Ukraine. Maana yake ni kile kipini ambacho kinakaa kwenye tairi, hata kama likiwa kubwa gani linazuiwa na hiyo pini ili lisiweze kutoka. Kwa hiyo katika ufalme wa Umedi na Uajemi, Iran ilikuwa ni mahali muhimu sana, ambako sasa unaona unatajwa huu mji wa Elamu, ambao unaonekana ulikuwa ni mji ambao ulikuwa umekaa umesifika, na wafalme wengi walikuwa wanafanya makao yake mahali hapa. Sasa Elamu ukiangalia iko sasa ni moja ya miji ambayo iko katika nchi ya Iran. Sasa hapa Yeremia anasema kwa habari ya kuangamizwa kwa taifa la Iran, kwa maana ya kwamba Iran sasa, hatusemee ule ufalme wa Umedi na Uajemi ambao ulikuwa lazima uondoke baada ya kuondoka kwa ufalme wa Babeli. Ina maana baadaye Alexander the Great alikuja kuondoa wakati wa ile dola ya Wayunani waliwaondoa hawa Wamedi na Uajemi. Lakini hapa Irani inabakia kama pini au kama maana yake ni kama kichwa, bado kilikuwa na nguvu, ni kama kichwa kilichokatwa mkia. Kwa hiyo bado nguvu yake ilikuwa inaonekana. Ndio maana hapa tunaona sasa Mungu anamwambia Yeremia kwamba nitakwenda sasa, nitaiadhibu tena Elamu, nitakwenda kung'oa lile panga lake au sehemu ambako wao wanategemea, ule upinde ambao Elamu unategemea. Kwa hiyo kuna kiona kwa Irani si tu jeuri ya kibinadamu, kwa sababu huwezi kushindana na taifa kama Marekani, taifa lenye nguvu na uwezo. China hawakuthubutu kufanya hivyo, wala Urusi hawakuthubutu kufanya hivyo. Lakini unauliza jeuri ya Irani ya kina Ayatollah Khomeini ilikuwa inatoka wapi? Ni kwa sababu tayari kulikuwa na mzizi huko pale ambao ilikuwa ni ngumu kuweza kuung'oa. Marekani haijawahi kuwa dola, na China wala Urusi haijawahi kuwa dola kwa maana ya ufalme, inamaanisha hivyo. Lakini Irani ilikuwa na asili ya ufalme toka kule ambako waliing'oa ile dola ya Babeli. Kwa hiyo baada ya picha hiyo niseme sasa kile unachokiona sasa hivi katika mtazamo wa rohoni ni unabii, ni lazima utimie. Kwa wanachofanya Trump si kwamba tunapendezwa nacho au tunamshangilia, ni utimilifu wa unabii kutokana na yale ambayo yalishanenwa nyuma huko. Kwa chochote wanachofanya Israel na Marekani sasa wanatimiza unabii ambao ulikuwa tayari umeshaonekana huko. Kwa hiyo Irani hii vita kushinda kwao itakuwa ni ngumu sana, wataanguka na kuendelea kuanguka. Kwa hiyo hekima na namna bora ilikuwa ni kunyamaza na kuleta utulivu. Nimesikia wakati natazama hapa, ilikuwa ni BBC, Wairani wanawahoji viongozi wa Irani kwamba miaka yote mmesema death to America, mnasema Marekani iuawe, Israeli iuawe, isiwepo. Lakini leo hamna hata ving'ora vya kutuarifu kwa mabomu yanakuja. Hamna hata maandaki. Mnatupeleka wapi tunaishi? Iran sasa hivi hakuna internet, hakuna mambo yoyote, hakuna taarifa yoyote. Kwa hiyo ndugu yangu mpendwa katika Bwana, tunapoyatazama mambo haya
tusiyatazame tu katika namna ya vyombo vya habari vya dunia wanavyotazama, tuisikilize Biblia. Biblia ni kitabu kizuri sana, neno la Mungu, nao linaeleza mambo yote. Sasa kilele cha mambo yote hayo, baada ya Irani kupigwa katika vita hii, mwisho wa kifo chake utakuwa wakati wa ile vita ya Gogu Magogu katika ile Ezekieli 38 na 39. Sio Irani peke yake atapigwa, watapigwa Warusi, wa China, na watapigwa na Mungu mwenyewe kama ilivyokuwa kwa Farao. Niseme nini basi kwa wewe ambaye unaendelea kumsubiri Yesu Kristo ambaye ni Bwana wa amani? Jitakase. Wewe ambaye hujaokoka, pokea Yesu Kristo sasa kama Bwana Mwokozi wa maisha yako. Mungu akubariki sana. Amen.